Hujambo mtazamaji na mfuatiliaji wetu. Nikukaribishe katika makala haya ya elimu ya mazingira. Kitu cha muhimu tunachopaswa kutambua sisi binadamu ni kwamba mazingira yapo kwa ajili yetu na sisi tupo kwa ajili ya mazingira. Tukiona uthamani wake kwa kuyalinda, hakika nayo yatatulinda na kututunza. Na kama ukiyaharibu, huja yakomoa, isipokuwa umejikomoa mwenyewe. Tukikuona unashiriki katika uzoroteshaji wa mazingira kwa njia ya kupunguza au kuharibu rasilimali kama vile uchafuzi wa hewa, kuharibu vyanzo vya maji, udongo, na kupunguza idadi ya wanyamapori au miti iliyopo katika eneo unaloishi, kiukweli tutakushangaa. Tutakushangaa ukiyaharibu mazingira ya asili au ukitumia mali asili vibaya pasipo kujali. Tutajiuliza, ina maana hujui madhara makubwa yanayoweza kujitokeza na kusababisha vifo na hivyo nguvu kazi ya taifa kupungua, hali ambayo hukwamisha maendeleo ya taifa na kuleta changamoto kubwa kwa jamii au taifa kwa ujumla. Kwa taarifa yako, mabadiliko ya mazingira yanaathiri pakubwa afya ya binadamu, ambapo kutokana na hayo tunakutana na mfululizo wa visa vya magonjwa kama vile kuhara, malaria au shida za kupumua. Mwaka 1998, Shirika la Rasilimali Ulimwenguni, Umoja wa Mataifa wa Mpango wa Mazingira, Umoja wa Mataifa wa Maendeleo na Benki ya Dunia kwa pamoja zilitoa ripoti kwa umma kuhusu afya na mazingira duniani na kueleza ni jinsi gani magonjwa yana uwezo wa kuzuiwa na kupunguza vifo vya mapema vinavyoongezeka kwa idadi kubwa. Katika ripoti hiyo inaeleza ikiwa yataendelea kufanyika marekebisho makubwa katika afya ya binadamu, basi idadi kubwa ya watu ingeishi kwa muda mrefu kwa maisha yaliyojawa na afya nzuri kuliko awali. Inatajwa katika maeneo fukara duniani, inakadiriwa kuwa 1 katika watoto 5 hawataweza kuona siku yao ya kuzaliwa ya 5, hasa kwa sababu ya magonjwa yanayohusiana na mazingira. Tunaweza kuamka asubuhi na kusema kwa pamoja tuyatunze mazingira. Hayo yakabaki maneno tu, ila kwa kuyapeleka katika vitendo ukatokea mgawanyiko wa kasi ya utekelezaji. Kwani tutambue kuwa utunzaji wa mazingira ni mchakato. Na tunapotaka kufahamu, je, ni mchakato au michakato gani tunaweza kuiweka na kuifanyia kazi ili baadaye tuone matokeo chanya juu ya utunzaji huo wa mazingira, ndipo hapa makala haya yanakupeleka wewe msikilizaji na mtazamaji wetu hadi katika kijiji cha Shembekeza wilayani Muheza mkoani Tanga, ili tukutane na wakereketwa kindakindaki wa mazingira, nao si wengine, na kuunganisha na umoja wa wakulima wa hifadhi wa mazingira Kihukwi-Zigi, kwa kifupi UWAMAKIZI, ambapo kwa kuanza mwenyekiti wa umoja huo anatupa utangulizi mfupi kuwahusu. Jina langu Twaha Rajabu Mbaruku, mwenyekiti wa umoja wa wakulima wa hifadhi mazingira Kihukwi-Zigi, umoja uliopo mkoa wa Tanga wilaya ya Muheza. Hata hivyo, tunashukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kupitia Wizara ya Maji. Wageni wengi kupitia Wizara ya Maji wameweza kutembelea taasisi yetu. Mradi wetu tulizindua na Waziri Magembe wakati tunatia saini mkataba makubaliano na Mamlaka ya Maji Safi ya Tanga, lakini mwisho wa siku akaja Waziri Kamwele, naye ni waziri wa maji, lakini vile vile akaja Waziri Mbarawa, naye alitembelea mradi wetu, lakini vile vile Waziri Aweso ambaye kwa sasa ndio waziri wa maji, wakati alikuwa naibu waziri, ametembelea mradi wetu, hatimaye kuanzisha hata harambee ya ujenzi wa ofisi yetu ambayo tunaiona kwa sasa. Tulikuwa na wiki ya UWAMAKIZI. Mheshimiwa Waziri wa Maji Jumaa Aweso alisaidia sana katika wiki ya UWAMAKIZI na kuanzisha harambee na kuweza kufanikiwa kujenga jengo hili, ambao wadau mbalimbali wamechangia. Pamoja na hayo, ni wadau wengi, watu wa Forest Runguza, Bonde la Pangani, halmashauri ya wilaya Muheza, Tanga UWASA na wanachama wenyewe wamechangia. Kwa hiyo tunaona namna gani wadau mbalimbali wanaweza kufikia hapa. Lakini si hao tu, mabonde ya maji. Asilimia kubwa jumuiya za tumia maji, wakurugenzi ya mamlaka ya maji Dar es Salaam DAWASA
Tumeenda kutoa mpaka mafunzo ya kutunza vyanzo vya maji Dar es Salaam. Kwa hiyo namna gani ambavyo taasisi sasa imekwenda kuimarika. Lakini vile vile pongezi kubwa ziwaendee bodi ya mamlaka maji safi ya Tanga. Wameweza kutushika mkono sana hadi kufikia hapa. Tulianzishwa na WWF, shirika ambalo limetuanzishia tunakuacha, lakini Tanga UWASA kupitia bodi ya wakurugenzi Geoffrey Hill na timu yake ya wakurugenzi na mratibu wetu Ramadhani Nyambuka wamesimama imara, hatimaye sasa hivi Wamakizi inasonga mbele. Lakini kipekee kabisa serikali za vijiji na halmashauri ya wilaya Muheza wametoa ushirikiano mkubwa sana kwa wananchi ambao tunazunguka, na kufikia sasa taasisi yetu jamii inaikubali. Wanakubali swala zima la utunzaji wa mazingira na vyanzo vya maji. Wamakizi kwa sasa na mamlaka ya maji safi ya Tanga wanaboresha muundo wetu wa umoja kuwa sasa iwe na muundo wa kuajiri mameneja, watu ambao wanaweza wakasaidia kuandika maandiko mradi ili angalau tusiwe eneo dogo. Sasa kuna bondi ambao mamlaka maji safi sasa wanaingiza kuongeza fedha ili tushirikiane na wadau wakuu wa utunzaji wa mazingira, watu wa bonde la Pangani ambao tunashirikiana nao kusimamia ile swala la utunzaji wa vyanzo vya maji, tuenee eneo zima la mto mzima wa bonde la Pangani. Hii ilikuwa ni ukosefu wa fedha, tuko eneo dogo, lakini kwa sasa tunaenda kutanua mradi tukishirikiana na mamlaka maji safi jiji la Tanga. Matarajio yetu ni kwamba ikifikia baada ya miaka 10 tuwe tumesogea na kufikia katika eneo zima la mto Pangani, tukimaanisha kwamba tutunze vyanzo vyetu katika mto wa Zigi pamoja na bonde la mto Pangani. Inapotajwa dhana ya vyanzo vya maji, tambua kuwa ni maeneo yote ambayo maji huanza kabla ya kusafiri kwenda sehemu nyinginezo. Wamakizi katika mchakato wao wamehakikisha elimu kwa wakulima, haswa wanaofanya shughuli hizo katika sehemu ambazo sio mbali sana na vyanzo vya maji, wanapaswa kuyatumia vipi mazingira hayo ili kusiwe na uharibifu wa namna yoyote. Katibu msaidizi wa Wamakizi hapa anatueleza hatua zao wanazozifanyia kazi katika jambo hili. Jina langu ninaitwa William Rafaeli Masimba. Mimi ni katibu msaidizi wa Umoja wa Wakulima Hifadhi Mazingira Kiui Zigi Wamakizi. Wamakizi kama ambavyo inatambulika ni umoja wa wakulima wa hifadhi mazingira. Ni mengi ambayo umoja umeyafanya tangia pale umoja umeanza mwaka 2013, kwamba kuna mabadiliko makubwa ambayo yapo sasa hivi, yale ya hali ya kimazingira, lakini pia na hali ya kipato, kwa sababu lengo kuu pia ni kuongeza kipato kwa wakulima. Sasa awali wakulima walikuwa wamezoea kulima mazao ambayo ni kama mahindi kwenye maeneo ya mabonde yanayopakana na mito. Lakini kwa elimu ambayo Wamakizi tumeitoa kwa wanajamii wetu, tumewaelimisha kwamba ni mazao yapi katika zile mita 60 za kutunza mto. Sisi tunaelimisha kwamba mita 5 zinaachwa kabisa, haziguswi, na mita zile 55 ndio tunaelekeza ni mazao gani wananchi wapande. Sasa kwa ukanda huu tulionao sisi ni mazao ya kokoa, pilipili manga, lakini kwa ukanda ule wa milimani Amani ni mazao ya karafuu, lakini pia na mazao ya mdalasini. Kwa hiyo pamoja na parachichi. Kwa hiyo kwa ukanda huu wa chini sasa watu wameepukana na kile kilimo cha mahindi, maharage kwenye kingo zile za mito. Tumeelimisha mazao haya kokoa ambayo yanawapatia kipato kikubwa zaidi, tofauti na wakati ule walivyokuwa wakilima mazao ya mahindi na maharage. Kwa sababu kwa sasa hivi mche wa kokoa unapoupanda shambani kutoa kwenye kitalu unachukua miaka 3 mkulima anaanza kuvuna. Na kilo moja ya kokoa mbichi tu ile ambayo unaitoa shambani, kilo ni shilingi 5,000. Lakini mkulima akikausha ni zaidi ya shilingi 17,000 na kuendelea. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba ni hatua kubwa ambayo wananchi sasa hivi wamepiga kuongeza kipato, tofauti na wakati ule walivyokuwa wakilima
mahindi na maharage, lakini pia walikuwa wakiathiri vyanzo vya maji. Kwa hiyo kwa sasa hivi vyanzo vya maji vimeimarika mno. Lakini pia katika jambo ambalo tunasaidia jamii kuongeza kipato, Uamakizi pia inapeleka elimu ya ufugaji wa kuku, na umoja unawasaidia wanajamii kuwapa kuku hawa kuku chotara ambao tunatoa mbegu kule Iringa. Kwa hiyo tunawapatia kuku mmoja anafika uzito wa kuanzia kilo 6, 8 mpaka 10, kitu ambacho ni tofauti na kuku ambao tunafuga hawa wa kienyeji. Kwa hiyo wananchi wamependa sana ule mradi na umeongezea kipato. Lakini vile vile kwa upande wa kina mama tumeanzishia elimu ya ujasiriamali kwa ajili ya utengenezaji wa batiki na sabuni za maji, nazo pia imefika mahali zinaongezea kipato kikubwa zaidi. Kwa hiyo ukiangalia kwamba tangia mwaka ule 2013 mpaka sasa watu wanauzungumzia Uamakizi kwamba ni sehemu moja ya umoja ambao umewatoa katika pia hali ile ya umaskini na kuongezea kipato zaidi. Kwa hiyo fursa hizo zinapatikana, na pale ambapo mwanachama wa umoja kwa mfano ameotesha kitalu cha miti, tunatoa elimu kwamba wanapootesha miche ya miti ya mazao, lakini pia tunaelimisha kile kikundi kioteshe pia miti rafiki na maji. Kwa mfano huko kuna miti ambayo inaitwa mikuvukuvu. Hiyo ni miti ambayo ukiipanda kwenye mto mizizi yake inaimarisha ardhi kiasi kwamba hakuna mmomonyoko unaojitokeza, lakini pia unaweza kutanda na kuficha ule mto, kwa sababu asili ya maji nayo yanapokuwa wazi yanapotea, lakini yanapofichwa yanaendelea kuwepo. Kwa hiyo wale watu wa bustani wanapata kipato kwa mtindo gani? Kwamba wao wanaotesha ile miche, halafu sisi umoja kupitia ufadhili wa mamlaka ya maji Jila Tanga tunanunua ile miche, halafu tunaigawa bure kwa jamii. Kwa hiyo jamii inaendelea kwenda kunufaika kwa ile miche ambayo tumewapa wakapande mashambani kwa faida yao. Kama nilivyosema, kwa ukanda wa huku ni kokoa, pilipili manga, lakini kwa ukanda wa juu Amani kule tunagawa miche ya karafuu, lakini pia na mdalasini. Lakini pia tumeongeza na hili zao la parachichi ambalo kwa ukanda huu wa chini halifanyi vizuri zaidi, lakini kwa ukanda wa Amani inafanya vizuri zaidi, na hata miche ambayo tulishaigawa kwa sasa hivi tayari imeshaanza kutoa matokeo, inazaa. Kwa hiyo ni miche ya parachichi ya kisasa, mbegu kutoka Njombe, ni kwamba inafanya vizuri kiasi kwamba jamii itanufaika zaidi kwa kile kipato ambacho watakipata. Hasa katika hali hii imewafanya wananchi waone kwamba kuna umuhimu wa kutunza vyanzo vya maji, kwa sababu kwanza maji ni kwa faida, na maji ni uhai kwa kila mwananchi au kwa kila binadamu. Kwa hiyo imefika mahali wao wenyewe sasa wameona kwamba kuna umuhimu sana wa kutunza vyanzo vya maji, na ndio maana hata tutakapokuwa tunatoka kwenye eneo hili kwenda kwenye eneo lingine tumeweza kuweka modo ya shughuli zetu tunazozifanya, ambazo mtaziona vile tumeweka kwamba mgeni anapokuja huwa hawezi kufika kwenye vijiji vyote, lakini kuna modo iko hapo inayoonyesha shughuli tunazozifanya, na wanajamii wanaishi kwenye maeneo hayo bila kuathiri vyanzo vya maji. Kwa hiyo hii ni faida kubwa ambayo wananchi wamekwenda kuiona, na wengi wanapenda, vijiji vingi vinapenda tupeleke hii elimu. Lakini sasa ni pale ambapo tukipata nafasi ya ufadhili mwingine zaidi ya hawa wenzetu wa mamlaka ya maji Jila Tanga, Tanga Uwasa, tunaamini kwamba umoja huu utaweza kwenda kusambaa zaidi na maeneo ya vijiji vingine, na tuseme hata mikoa na wilaya nyingine katika nchi yetu. Msikilizaji na mtazamaji, hii siyo taarifa mpya kuisikia, ila na kukumbusha kwamba miongoni mwa vivutio vikubwa katika mazingira ni uwepo wa vyanzo vya maji vya aina mbalimbali, na kwa wastani mkubwa ndio unajenga maisha ya mwanadamu. Pengine sio kwa makusudi, labda kwa kutokujua, kuna wakati shughuli zako za kila siku zinaweza kuwa chanzo cha uharibifu wa mazingira, haswa kwenye maeneo ya vyanzo vya maji.
Na hapa wakulima na wafugaji huwa tunatajwa sana, ila hatua kwa hatua tunaelimishana hadi tutafikia katika hatua ya kuelewana. Umoja huu, yaani uamakizi, kati ya michakato yao wanahakikisha usalama wa vyanzo vya maji unakuwepo kwa kulindwa ipasavyo. Hivyo ndani ya umoja huo wanacho kikundi kinachosimamia utunzaji na ulindwaji wa maeneo ya mtoni, na huyu hapa ndiye mwenyekiti wa kikundi hicho, naye anatushirikisha mambo kadhaa. Mimi kwa jina naitwa Martin Mikaeli Malemwa, ni mkazi wa kijiji cha Shembekeza. Kazi yangu kubwa katika umoja huo wa utunzaji wa mazingira wa Makizi, mimi ni mwenyekiti wa kikundi kinachojihusisha na utunzaji wa mita zile za mtoni ambazo ni mita 5. Kwa mimi ni mmoja wapo ambaye ndio kiongozi wao. Majukumu zaidi ni kwamba ni sana sana kutembelea mto na kupanda miti ambayo yenyewe itaendelea kuhifadhi mazingira zaidi, kama vile miti ya matunda hii, miti ya sasa mkakau na hiyo naita migodi seed ambayo tunapanda pilipili. Na pia kama kuna muembe vile vile tunaweza tukaupanda. Tunapanda zaidi miti ya matunda kando kando ya mto katika zile mita 5. Ndio kazi ambayo tunajihusisha zaidi. Mtu anaweza kakao una sifa nzuri. Kwa sababu sija kuwa mtaalamu sana wa zile kwa jinsi wanavyotengeneza, lakini nasikia kakao unatumika kwa chai kama vile viungo mkakao. Vile vile ni matunda ambayo pia unaweza ukayala, ni matamu. Kwa hiyo tunafaidika kwa hivyo, na pia kuongeza kipato cha mwananchi tunauza. Tunauza na mwananchi anajipatia kipato. Tunafaidika sana kwa sababu kwanza maji hata ukienda pale mtoni, hata ukitaka kunywa tu pale mtoni, kwa kweli unaweza ukayanywa, tofauti na hapo mwanzo ambapo walikuwa bado hii elimu haijafika. Lakini pia tumefaidika, imetusaidia, elimu tumeipata na tumesogezewa maji mbadala kama vile maji ya mabomba ya kupitia elimu ya wamakizi, na wananchi wengi ambao walikuwa bado hawajajiunga lakini wamehamasika sana kupitia mipango ambayo inafanywa na hiki kikundi. Kwa yule ambaye anakutazama na kukusikiliza maeneo ya mbali kabisa kwa wakati huu, ungependa kumwambia nini tunapozungumza habari kama hizi za utunzaji wa mazingira, na wanashangaa hapa Shembekeza kuna wananchi kama nyie mnafaidika, mngeweza kuambia kitu gani? Tunawaambia tu wananchi ambao wenzetu ambao kwa pembeni ambao wanaharibu vyanzo vya maji, kwa kweli wavitunze, kuna faida kubwa. Tutapata maji mengi kama tutaendelea tutatunza vizuri mazingira, tutapata maji mazuri ya kutosha. Lakini pia tutafaidika katika mambo mengine kama jua kutokuwa kali sana, kwa sababu kama hakuna utunzaji basi jua linazidi kuwa kali zaidi. Kwa hiyo nawaambia kwamba waendelee kupanda miti ikiwemo kando kando ya mito, lakini pia hata katika maeneo yao wapande, kwa sababu hii elimu tumehamasishwa mpaka kupanda miti hata ya majumbani pia na mashambani. Nikushukuru. Asante sana. Bariki. Hakika tunahimizwa kupanda miti katika maeneo yanayotuzunguka, iwe ni shamba hata nyumbani pia. Na katika hili ndani ya Uamakizi kipo kikundi cha watu 15 wanaojihusisha na uandaaji wa miche ya miti mbalimbali ambayo ni msaada kwa utunzaji mazingira. Na huyu hapa ni mhusika mkuu katika kikundi hicho ndani ya Uamakizi. Mimi kwa jina naitwa Hamisi Bakari Shemliwa. Kwa shughuli za hapa kwenye Uamakizi ni mhusika mkuu anayesimamia masuala ya bustani, na pia na kikundi changu kama watu 15. Lakini kazi inapopungua na mara tunapunguza na punzika kwanza kwa muda, na kazi inapozidi tunazidi kuongeza kuwa pamoja nao ili tuendelee na zoezi letu. Ila ni kwamba ndio nguvu ya Uamakizi, kwa sababu nia na dhumuni hii ni taasisi nao hifadhi vyanzo vya maji. Kwa bila bustani haiwepo itakuwa ni kitu ambacho hakipendezi. Hivi tunaotesha miti ya mikubukubu
halafu nani kokoa, mara nyingi na parachichi, na miti yote tunayoistawisha tukishamaliza tunagaia wananchi wetu kama kawaida. Unaogea kwa maana ya kuwauzia? Hata tunawapa tu bure. Bure. Na mtu anakuwa na vigezo gani mpaka apewe bure, ama kwa sababu ni mwanakijiji? Kwa sababu ni mwanakijiji. Na ni mwanajamii kama kawaida. Na kwa mtu ambaye anamitizama si mwanakijiji wa hapa, anahitaji miche, ni namna gani ataweza kuipata? Mtu anayetazama kwa ambaye ni mtu wa nje, akiingia hapa usiki na kijiji hiki, anapohitaji miti, tunaongea naye ili kumvuta awe ni mwanajamii wetu. Tunampa miche kama tunaowapa hawa. Sawa sawa. Wito wako zaidi upi kwa jamii ambayo nyinyi mnahitaji watu ili muweze kushirikiana kuyatunza mazingira? Sawa. Lakini mnahitaji nini kutoka kwao zaidi ili muone mko karibu nao? Hasa sosi kubwa ilikuwa ni kwamba chanzo cha bustani kufunguliwa, kulikuwa na mwanzo wa kuambia kwamba watu tunamiliki mita 5 za kule mtoni, kama nilivyodai kwamba huwa mazingira. Na maana sasa ili kuwavuta wakubaliane na sisi inabidi tuwape ile miti. Baada ya hapo tena ile miti 5 tunaiba hapa, wanapanda miti ya kudumu kama kokoa, mnazi, mchungwa, na haistahili kulima kwa kutumia jembe, analima kwa kutumia panga ili kuhusu kugeuza ardhi. Unapogeuza ardhi ujue unasababisha joto kuunguza ardhi. Na elimu inawafikia na wanafanyia kazi? Kwanza tulipoanza mpaka leo elimu imewafikia na anakuwa na timiza kila tunapohitaji. Tunaongea nao twende hii twende mtoni tukapande mikubukubu, tunao tu tukapande miti, kwa sababu vyanzo vya miti ya mtoni ambayo inazidi kuhimiza sana kulinda mto mikubukubu ambao tunao hapa. Miti ile tunauzia hata Tanga, wapi wanakuja kuchukua kwa ajili ya kupanda vyanzo vya maji. Mikubukubu ni maeneo yote nakubali? Maeneo yote nakubali. Mtoni. Sawa. Hata Tanga yenyewe kule wamekuja kuchukua, wamepanda, inaendelea kuishi. Basi mimi nikushukuru. Asante sana. Wakati mwingine tukaribishe, tutakuja tena kuweza kuona maendeleo. Nashukuru, karibuni siku yote ili tujumuike wote kwa pamoja. Kuelezea pale awali kwamba tunajihusisha na uoteshaji wa miche ya miti mbalimbali. Huu hapa hii ni miche ya mdalasini ambao ni miti ya viungo. Viungo vya chai, vyakula. Kwa hiyo huu ni mdalasini, lakini pia tuna miche ya kokoa. Tayari hii inahitajika kuhamishwa kupelekwa shambani. Kwa hapa ilipofikia takiwa kupelekwa shambani. Iko tayari hapa? Hapa iko tayari kupelekwa shambani kwenda kupandwa. Na kwa nini ipelekwe? Sasa hii hapa tayari kuna mtu tumeshamtengea. Mkulima anataka tu kuja kupeleka shambani, ahamishe, maana mvua zimeanza hivi karibuni, atakiwa sasa ihamishie shambani. Kwamba mzigo unatoka? Ndio mzigo unaondoka. Lakini hapa tuna miche ya parachichi. Hii hapa ni parachichi. Hizi ndo parachichi? Parachichi kutoka Njombe. Kwa hiyo hii hapa nayo pia kuna mtu ameshatenga, anatakiwa aihamishe kuipeleka shambani. Lakini hapa tuna miembe. Hapa tunaotesha pia na miembe ya kisasa ambayo ni miembe chotara. Kwa muda mfupi unaanza kula maembe, kwa sababu miembe unakuta ni miaka mpaka 8, 10, lakini hii angalau labda ni miaka yako 4, 5 inaanza kuzaa. Kwa hiyo hii ni miembe sasa. Kwa hiyo hii ni baadhi ya miche ambayo tunaiotesha. Kwa hiyo tunajaribu pia kuotesha karafuu ambayo iko pale kwa wingi, lakini ile karafuu yenyewe ile inastawi sana maeneo ya milimani kwenye baridi. Kwa hiyo ile ni karafuu ambayo pale bado haijafikia kuhamishwa, mpaka labda mwezi wa 4 katikati ndio inatakiwa kupelekwa shambani. Na hapa ni shughuli za bustani ndio zinafanyika, lakini kwa umoja wetu kila kijiji, katika vijiji vyote 21, kila kijiji kina bustani ya miti kama hii mnayoiona. Kwa hiyo hapa ni makao makuu tu, kwamba wageni wengi wakija lazima wafike tuwaonyeshe, lakini kwenye vijiji vyetu huko ziko bustani, kila kijiji kina bustani. Kwa hiyo hapa ni shughuli za bustani. Asante sana. Shughuli zile za ujasiriamali kuongezea kipato wana umoja, mojawapo pia ni hili bwawa la samaki, kwamba
tumeona ni vizuri kuanzisha mradi huu wa ufugaji wa samaki, na mbegu hii ya samaki ni sato ambayo tumechukua kule Ruvu Fish. Kwa hiyo hii inaongezea kipato wana umoja wetu pale ambapo sasa mtu angesema aende akafanya shughuli za uharibifu wa mazingira, lakini anakuwa tayari ana kitu cha kujituma kwa ajili ya ufugaji huu wa samaki. Na hapa kikundi hiki wameshanufaika kwa sababu wameshavua karibuni misimu isiyopungua 4 ya samaki, na wameweza kupata fedha ambayo imeweza kwenda kuongezea kipato katika shughuli zao za maisha. Kwa hiyo moja ya shughuli za ujasiriamali ambazo Uamakizi inawasaidia wana umoja wake ni kuwatafutia wadau mbalimbali kwa ajili ya kuwawezesha kuongezea kipato kwa shughuli mbalimbali. Kwa hapa tunaona hili ni bwawa la samaki na kikundi kimoja hapo ambacho cha ujasiriamali. Lakini pia tuna hata kikundi ambacho nimesahau, tuna kikundi cha sanaa. Vile vikundi vya sanaa kazi yake kubwa ni kutoa ujumbe wa nyimbo ambazo zinahamasisha juu ya utunzaji wa mazingira, na ni kwenye kila kijiji tuna hivyo vikundi vya sanaa. Kwa hiyo tuna vikundi vya sanaa kwa nyimbo hizi za kizazi kipya, lakini pia na ngoma za asili. Vyote hivyo wanapokuwa kwenye matamasha, nao pia wanapotunzwa inaongezea kipato, lakini pia inatusaidia vile vikundi vya sanaa. Kabla, kwa mfano kama mimi ni mwenyekiti wa kijiji, ninapotaka kuitisha mkutano lazima niombe kikundi kile kije kitoe burudani. Kwa hiyo unakuta kinaendelea kuwavuta watu kwenye mkutano. Baada ya hapo na mimi ninakuwa naendesha mkutano. Kwa unakuta tayari jamii pale imeshahamasika kupata ujumbe juu ya utunzaji wa mazingira, lakini pia na mikutano yetu inafanikiwa vizuri zaidi. Msikilizaji na mtazamaji, fahamu kuwa Mamlaka ya Maji Safi na Usafi wa Mazingira jijini Tanga katika hatua zake za kukabiliana na uhaba wa maji ilianzisha afua mbalimbali za kutunza vyanzo vya maji, ikiwemo katika mto Zigi, baada ya watu kuvamia chanzo cha mto huo katika milima ya Usambara kwa lengo la kutafuta madini ya dhahabu, hali ambayo kwa asilimia kubwa ikasababisha uchafuzi wa mazingira na kupunguza kina cha maji katika mto huo. Hata hivyo, wadau wa mazingira waliingilia kati kwa kuanzisha afua mbalimbali za kuhifadhi mazingira kwa kuweka ulinzi shirikishi na kutoa elimu kwa jamii ya vijiji vinavyozunguka mto huo jinsi ya kutunza mazingira. Namna ilivyofanikisha mchakato huo, Tanga Uwasa ilianzisha vikundi vya wakulima na wahifadhi mazingira Kihui na Zigi Uamakizi, waliowapa elimu jinsi ya kufanya kilimo rafiki wa mazingira pasipo kuathiri vyanzo vya maji. Uamakizi tunaowazungumzia leo ilikuwa ni zao la elimu waliopewa. Hata wananchi walijiunga katika vikundi hivi na kulima mazao ambayo ni rafiki wa mazingira, huku wakati huo huo wakinufaika kiuchumi. Uwepo wa vikundi hivi vilisababisha mafanikio makubwa ambayo yameifanya serikali kuipa jukumu mamlaka hiyo ili kwenda na kuanza kutekeleza miradi mbalimbali ya maji kwa mkoa wa Tanga, na hatimaye kujikuta ukiteuliwa kuwa mkoa wa kimkakati. Meneja wa kanda ya Muheza Tanga Uwasa anaeleza majukumu ya mamlaka hiyo katika utunzaji wa mazingira. Jina langu ni Ramadhani Nyambuka, ni meneja wa kanda ya Muheza Tanga Uwasa, lakini vile vile ni mratibu wa shughuli za mazingira kwa Tanga Uwasa, ni mwana mazingira. Tanga Uwasa pamoja na jukumu letu la kusambaza maji safi na kuondosha maji taka, tumejipa jukumu la kutunza mazingira kule ambapo maji yetu yanatokea kwenye vyanzo vya maji. Na jukumu hili tunalifanya chini ya programu inayoitwa EPWS, kwa maana ya Equitable Payment for Watershed Services, ambayo kwa Kiswahili ni malipo sahihi kwa huduma ya utunzaji wa mazingira. Na tunafanya hayo tukishirikiana na wananchi walio kando kando ya mito, maeneo ya juu ya vyanzo vyetu vya maji, maeneo ya Amani na kata zingine zilizopo juu.
Tunafanya hayo ili kuhakikisha hii rasilimali maji tunailinda. Kiukweli si rahisi kwetu sisi Tanga Uwasa kwenda kufanya uhifadhi kule au kuacha jukumu la uhifadhi kwa bonde la Pangani peke yake, kwa sababu kuna mambo ya rasilimali fedha na vitu kama hivyo. Unakuta Pangani wana majukumu mengi, pamoja ili jukumu lao, lakini bado ni wajibu wa kila mtu, kwa sababu kauli mbiu ya Pangani Basin inasema kutunza vyanzo vya maji ni jukumu letu sote. Kwa sisi kutokana na kauli mbiu hiyo, sisi nasi tunajikuta tuna jukumu la kutunza vyanzo vya maji. Kwa hiyo tulianza kwa kufanya research. Sisi wenyewe Tanga Uwasa tuliona kuna tatizo sehemu katika uhifadhi, baada ya kukuta maji tunayopokea yanaathiriwa sana na tope, lakini sisi tunapata maji yote yanayotoka huku yanaenda katika bwawa la Mabayani. Sasa katika bwawa la Mabayani napo tumepata athari kubwa sana ya bwawa kujaa tope, lakini licha ya bwawa kujaa tope, athari nyingine kubwa katika bwawa ni uoto kuongezeka kwenye bwawa unaosababishwa na kuongezeka nutrients zile au malisho ya katika maji ya vitu mbalimbali katika maji, mimea ile bayoanuai kwenye maji. Kwa hiyo ule uoto unavyoongezeka unasababisha madhara makubwa katika hali ya maji, kwanza wingi wa maji, lakini vile vile na ubora wa yale maji tunayozalisha. Hayo ndio yaliyotupelekea sisi kwenda kufanya uhifadhi wa mazingira. Hapa tulipo ni Shembekeza, ni katika ofisi kuu ya Uwamakizi, umoja wa wakulima wa hifadhi mazingira, ambao wao ndo tunafanya nao kazi pamoja kuhakikisha kwamba tunahifadhi mazingira. Kiukweli si rahisi kumfikia mkulima mmoja mmoja au mwananchi mmoja mmoja, lakini kwa kutumia umoja wao tumewafikia wananchi wengi zaidi na tunafanya shughuli kubwa zaidi za uhifadhi wa mto Zigi. Sasa sisi hatufanyi tu, tunaisaidia Uwamakizi kuhakikisha wanakwenda na wanafanya mambo yanatakiwa. Ijapo tunachotoa sio kitu kikubwa sana, lakini kimsingi kimewezesha shughuli za uhifadhi ambazo mmepita na kuziona. Tulianza na milioni 100 kwa miaka mitatu, lakini baada ya bodi ya Tanga Uwasa kuridhishwa na kazi nzuri Uwamakizi walioifanya, kwa hiyo bodi waliamua kuwaongezea tena kutoka 100 mpaka 180 kwa miaka mitatu iliyofuata. Kwa hiyo bodi iliona juhudi zilizopo, ikawaongeza kwa 80% kile walichokuwa nacho. Lakini kwa miaka iliyofuata bodi ikaongeza tena, na sasa hivi karibu kila mwaka tunawapa milioni 90 mpaka milioni 95 kwa mwaka. Hiyo inaenda moja kwa moja kwenye uhifadhi kwa Uwamakizi. Wao wanafanya shughuli zao. Miongoni mwa shughuli wanazozifanya na sisi tunazisimamia ni kuhakikisha wanalinda kingo za maji. Na kingo za maji zinalindwa kwa kuhakikisha zile mita 5 kando kando ya mto au tunaita riparian zone inalindwa kwa kuachwa na uoto wake wa asili bila kufanyika kitu chochote. Maana hakuna mtu anayeruhusiwa kufanya shughuli yoyote katika eneo lile. Lakini eneo la mita baada ya mita 5 mpaka kufika mita 60 ambazo sheria inataka ziachwe wazi, sisi kwa sababu wananchi tayari walishakuwa umo, ni vigumu kuwahamisha kuwaondoa kule, ukizingatia jiografia ya huku kutoka mto mmoja kwenda mto mwingine hakufiki mita nyingi. Kwa hiyo tumewafundisha kuishi pamoja na mazingira, kuishi pamoja na maeneo hayo. Kwa maana tunawafundisha kupanda miti ambayo ni rafiki na maeneo hiyo, lakini miti hiyo inaongeza kipato chao, lakini miti hiyo pia inatunza mazingira. Kwa mfano katika maeneo ya juu tunawahimiza walime miparachichi. Kuna karafuu wanalima katika zile mita 55, walipa parachichi, karafuu, lakini wengine wanalima mti kama huu mdalasini wanapanda. Na katika maeneo ya chini tuna zao la kakao, lakini tuna zao la pilipili manga wanalima katika zile mita 55. Sasa unapolima kakao hurudi tena kwenda kulima mle, kwa sababu kakao yenyewe inafunika ardhi. Kwa hiyo tunakuwa tumelinda lile eneo vizuri, na kwa maana hiyo hakuna mtu ataenda kuchokonoa kule kuongeza dongo au tope katika maji tuliyokuwa nayo. Hayo ndio makubwa tunayoyafanya, au hilo ni upande wa kulinda vyanzo vya maji. Lakini la pili, katika mashamba yenye miinuko wana vikundi vya kutengeneza makinga maji.
wanalima kwa kuweka makinga maji, na makinga maji kazi yake kubwa ni kuzuia mmomonyoko wa ardhi. Kwa maana hiyo, unapozuia mmomonyoko wa ardhi, kwetu sisi ni faida, kwa sababu inaondoa tope jingi ambalo lingeenda mtoni. Badala ya kwenda mtoni, lile tope linazuiwa kwenye yale makinga maji ambayo wameyatengeneza. Lakini ukiondoa hilo, kazi nyingine ambayo wanaifanya ni kazi ya bustani. Naona mmeona mabustani mengi hapa ya miti. Hii miti tunaizalisha, miti hii inapelekwa tena mashambani kwenda kupanda. Kwa wanachama wanakuwa na bei hiyo chini kidogo, lakini kwa watu wengine inakuwa na bei ambayo imepangwa, ili kwanza iongeze kipato kwa mkulima aliyotengeneza bustani, lakini iongeze shughuli ya uhifadhi wa mazingira. Na miti tunayopanda ni miti ya mbao, miti ya matunda, lakini na miti ya mazao ya viungo kama pilipili manga, kakao na mingineyo, ambayo tunaipanda kuhakikisha kwamba tunapata yale malengo tuliyotarajiwa. Lakini haya hatufanyi sisi wenyewe peke yetu Tanga Uwasa. Tuna wadau wanaoshirikiana na sisi. Mkubwa sana ni halmashauri ya wilaya ya Muheza. Hizi halmashauri zinafanya kazi kubwa sana. Tanga Uwasa haina utaalamu wa upandaji miti. Tanga Uwasa hawana wataalamu wa kilimo. Kwa hiyo wataalamu wa kilimo tunawapata halmashauri, ndio wanasaidia na wanaibeba sana uamakizi. Lakini kuna wadau wengine kama TFS, nao tunafanya nao kazi kwa ukaribu kabisa, kwa sababu wao ndio wadau namba moja niseme katika mambo ya misitu. Na tunapotaka kupata taaluma au elimu au fahamu kuhusiana na miti, wapo wenzetu walunguza wanakuja kuwafundisha uamakizi, lakini wapo watu wa Amani Nature Reserve wanatusaidia. Kwa hiyo hawa ni wadau muhimu sana katika kuhakikisha tunafanya uhifadhi wetu. Lakini wapo wadau kama Bonde la Pangani, nao ni wadau, na wadau wengine kadhaa pamoja na serikali za vijiji. Kwa hiyo hayo ndo kazi ambazo wanazifanya. Na kazi ya mwisho ni hamasa, kwa sababu unapomfundisha mtu kwa kutumia hamasa, mara nyingi anahamasika. Tuna vikundi vya ngoma, tuna vikundi vya sarakasi, ngonjera na kadhalika katika maeneo mbalimbali. Ngoma za asili, kuna bongo flavor na nini. Kwa hiyo tuna ngoma zetu hizo zinasaidia wakati wa kufanya mikutano yetu, wao wanawafanya watu waje. Lakini wakati wa sikukuu zetu, wao wanatumbuiza, wanaburudisha. Kwa hiyo wanatengeneza nyimbo zao kulingana na maudhui ya jambo hilo linalohusika. Kwa mfano, kuna mambo ya mwenge, watatunga nyimbo zinazohusiana na mwenge. Ikiwa siku ya mazingira, watatunga nyimbo kwa ajili ya mazingira. Kwa hiyo hayo yote tunayafanya kwa kuhakikisha haya mazingira yetu tunayalinda na yanakuwa sawa. Asante. Ni kwa kupitia juhudi za uamakizi, idadi ya miti inayooteshwa na kupandwa katika maeneo yote yanayozunguka vijiji vilivyopo ndani ya mradi inazidi kuongezeka, ikihusisha miti ya mbao, matunda, viungo na miti rafiki na maji. Kwako wewe unayefuatilia makala haya pale ulipo, unaweza kuchukua hatua ya kujifunza na kuyafanyia kazi yale machache yaliyo ndani ya uwezo wako, ili kuyafanya mazingira yako yabaki pahali penye usalama, kupitia mfano huu wa kuigwa kutoka kwao uamakizi. Tunashukuru sana kwa zoezi hili ambalo tumeshakwenda kulimaliza, lakini niseme tu kwamba tunaomba wadau mbalimbali waweze pia kutembelea kuona shughuli ambazo tunazifanya za uhifadhi wa mazingira na kutunza vyanzo vya maji, ili kila mtu aweze kwenda kuona ni jinsi gani ambavyo tunafanya. Lakini pia tunakaribisha hata watu mbalimbali wafike kuona yale ambayo tunayafanya. Naamini kwamba ukifika ndipo ambapo una mengi ambayo utaweza kujifunza, ambayo tunashughulika nayo sisi watu wa uamakizi. Karibuni sana Shembekeza, karibuni Mashewa, karibuni Kimbo, ambavyo ni vijiji vinavyoshirikiana katika shughuli hii kwa hapa karibu zaidi ya ofisi.
Asante sana. Napenda kutoa shukrani sana za dhati kwa wadau wote ambao wameshiriki nasi katika kufanikisha shughuli hizi za uhifadhi wa vyanzo vya mazingira na utunzaji wa vyanzo vya maji. Niseme tu kwamba taasisi kwa sasa jamii imefaidika sana. Kama mnavyoona hali halisi ilivyo katika maeneo yetu uhifadhi wa mazingira na vyanzo vya maji. Tunatoa shukrani sana kwa watazamaji wetu. Karibuni sana Uamakizi, wilaya ya Muheza, mkoa wa Tanga. Hapa ni Shembekeza, mje mjionee hali halisi jamii ilivyopata elimu ya utunzaji wa mazingira na vyanzo vya maji. Lakini vile vile tunashukuru sana kwa matangazo haya za kuona juhudi zinazofanywa na uhifadhi wa mazingira na hatimaye kuja kututembelea. Asanteni sana.